Hope kwa wewe ambaye ulikuwa unafuatilia update za Wasafi kuhusiana na iftar ambayo ilifanyika tarehe 20 ya mwezi wa 3 2025, ambayo ilikuwa ni siku ya jana, siku ya Alhamisi. Leo ni siku ya Ijumaa tulivu kabisa, na nimekusogezea baadhi ya mastaa ambao walionekana katika muonekano tofauti. So kulingana na yale ambayo yamejiri kwa siku ya leo na kwa siku ya jana pia kwa Wasafi, by the way nimependa sana kwa sababu ya kile kitu ambacho amekifanya Diamond Platnumz. Japo mtazamo wa watu ulikuwa ni tofauti, watu wengi wanasema kwamba Diamond amealika watu ambao wamefunga na ambao hawakufunga, lakini pia amealika watu ambao ni wa dini tofauti, mtu kama Maposa. Kuna watu wengine ambao by the way ilikuwa ni mjadala mrefu sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wenye dini zao bwana kijaribu kuangalia mtazamo kwa mtazamo wao kulingana kile ambacho kimetokea. Diamond Platnumz amekuwa ni mtu ambaye huwa hajali kabisa, kwa sababu pia huwa na program yake ambayo inaitwa Mtoko wa Pasaka, pia huwa ni moja kati ya watu ambao wametia mkono pale. So yeye ni mtu ambaye ni mfanyabiashara, ashawahi kuweka wazi pia kuhusiana hicho kitu. Sasa tarehe 20 hiyo mwezi wa 3 ambayo ilikuwa siku ya jana 2025, baadhi ya mastaa ambao walionekana walikuwa pamoja na Haji Manara pamoja na Zailisa. Tunafahamu mambo mengi sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Haji Sunday Manara pamoja na Maimasa Sajese wa ICU kwenye kipindi cha tunaita kipindi cha umbea au bibana, kulingana kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwamba wamefunguliana kesi, Maimasa akafunguka huku, Manara akasema haya, lakini mwisho wa siku tunasubiria kulingana kile ambacho wamekisema Manara kwamba alipewa siku 14 wamtumie email aweze kuverify na kuangalia mwanasheria wake anataka nini na mambo mengine kadha aweze kuendelea. Sasa Manara pia alibahatika kufika hapo. Mtu mwingine ambaye alipata nafasi ya kufika pale alikuwa ni Rushaina pamoja na Divoice kutokea Wasafi. Hao bwana walikuja kama couple, walikuja wakiwa wawili, so make headline sana kwenye mitandao ya kijamii. How comes Rushaina pamoja na Divoice tena wanaonekana wakiwa wawili na wenye furaha, na wakafanya interview pale, wakafurahi, wakazungumza vitu vingi sana. So kulikuwa na baadhi ya vitu ambavyo watu wakawa wana connect dots kwamba kulingana na ile sakata ambayo lilitolewa kwenye mitandao ya kijamii ya Rushaina kumjia juu au kumsema vibaya Hamisa Mobeto kwamba baada ya ndoa yake pamoja na Aziz Ki, akasema kwamba yeye hata kama ingekuwa karogwa asingekubali kuolewa na Aziz Ki. Kuna Stefan Aziz Ki ambaye ni mchezaji wa klabu ya Young Africa, na pia akazungumzia issue ya Haji Sunday Manara, akasema kwamba haelewi hata yeye kwa nini alikuwa kwenye mahusiano na Haji Sunday Manara. Sasa hiyo zongo limekaa sana mtandaoni kwa wiki iliyopita, nadhani kwa ajili ya kulifuta hili kaamua aje kwenye na kitu kipya tena kwamba like yupo kwenye mahusiano na Divoice kutokea pale Wasafi. Sasa tuangalie anyway kulingana na kile ambacho tumekiona walichokijibu pia kwenye interview zao. Wamesema kwamba tuwape muda like kama watakuwa kwenye mahusiano wataweka wazi wenyewe. Lakini pia miongoni mwa watu ambao walifika pale, mastaa ambao walipendeza kinoma alikuwepo bidada wa kumita Lil Divana, miongoni mwa waigizaji pia, mwanamuziki pia, huyu ni talented. Comedy pia anafanya sometimes. Kwa wale ambao wanamfuatilia kwenye TikTok, Instagram, nadhani wana vitu kama hivyo. Alifika pia kwenye iftar ya Wasafi Wasafi TV. Pia alikuwa Madam Rita pamoja na Master J. Hawa ni moja kati ya watu ambao pia walipata nafasi celebrities kufika pale. Tunamjua Madam Rita ni co-founder wa Bongo Star Search 2025. Mwaka huu ilikuwa ni moto zaidi kwa sababu 2024-2025 alikuwa kwa the border na mashindano yalimalizika vizuri zaidi. Pia Master J ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakipingwa sana kulingana na mtazamo yake. Tunakumbuka sakata yake pamoja na Alikiba au bana, ilikuwa ni moto sana kule kwenye mitandao ya kijamii kwamba Alikiba anabana pua na baadhi ya vitu kama hivyo. So Mapana pia ni mmoja kati ya watu ambao walipata nafasi ya kufika hapo kutokea pale Basata, waliwakilishwa. Salam Mendes alipata nafasi pia ya kufika hapo, na kuna Ronnie Jones pia ambaye ni ndugu yake na Diamond Platnumz. Kundalini pia ni mmoja kati ya watu ambao walipata nafasi ya kuwa hapo. So Official Nai, unaona, mmoja kati ya watu ambao waliingia wamedamshi, wamependeza sana. Kuna watu wengine kadha Jacqueline Wolper, miongoni mwa watu ambao ni wana mitindo pia,
mwigizaji, mfanyabiashara, mmoja kati ya watu pia ambao walifika hapo miongoni mwao, na watu wengine kadha wa kadha ambao walipata nafasi ya kufika kwenye iftar ya Wasafi, mashaikh mbalimbali kutokea hapa Tanzania, viongozi mbalimbali pia, za bidada Zuchu kutokea Usafiri pia, ni mmoja kati ya watu ambao walidamshi kufika pale, akiwepo mkurugenzi mwenyewe bila kumsahau Juma Jux, ni mmoja kati ya watu ambao walifika pale, Mose Yobo, Young Lunya na baadhi ya watu wengine kadha kadha ambao walipata nafasi ya kufika pale. So nadhani ilikuwa ni kitu kizuri sana kwa wasanii, watu mbalimbali pia, viongozi wa dini tofauti tofauti, na kupata nafasi angalau hata nusu saa kuweza kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yametokea hapo. So watu walikuwa na mtazamo wao kwamba kwa nini amalika watu tofauti wa dini tofauti tofauti wakati ilikuwa ni issue ambayo inahusu Waislamu. Nadhani kwamba Diamond atakuja kuliweka sawa pia atakuwa upande wake kuhusiana na hili, kwa sababu amekuwa ni mmoja kati ya wafanyabiashara ambao hawabagui dini na wanafanya kazi zao vizuri zaidi na watu wa dini tofauti tofauti. Au vibana hii ni Digital, mimi natokana hivyo, unaweza pia ukatufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Hapa nazungumza Instagram, X, lakini pia TikTok, YouTube, kwa jina moja tu Digital. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia 92.9 AFM Radio Dodoma. Bye bye until next time.